uchaguzi tunaifahamu. Zamani iliitwa Tume ya Uchaguzi ya Taifa, sasa hivi wameibadilisha inaitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Lakini ukiangalia haina uhuru wote, kwa sababu aliyekuwa mwenyekiti wa tume ni yule yule, aliyekuwa katibu ni yule yule au mkurugenzi. Sisi tunasema ni sawa na nguruwe ukampaka lipstick alafu ukasema huyo ndio Miss Serengeti au Miss Kinondoni. Kwa hiyo hilo hatulikubali, kwa sababu bado watu ni wale wale ambao makamishna wote wanateuliwa na rais ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ndugu zangu, mtatuunga mkono kwa hili kwa sababu wote tunajua. Lakini vile vile katiba yetu ya Tanzania ya mwaka 1977 pamoja na mabadiliko yake yote, ibara ya 74 kifungu cha 12 kinasema hivi: hakuna mahakama yoyote Tanzania yenye mamlaka ya kuchunguza jambo lolote linalofanywa na Tume ya Uchaguzi katika kutimiza wajibu wake. Kwa hivyo leo Tume ya Uchaguzi ikiamua kwenda kuhesabia kura katika ofisi ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi au mtendaji, basi hatutaruhusiwa kwenda kudai. Hilo mnaona ni sawa, si sawa? Kwa hivyo ndugu zangu, tunaposema no reform no election tunamaanisha, kwa sababu tumeumizwa kweli kweli. Lakini ndugu zangu wote mnajua mwaka 2019 uchaguzi wa serikali za mitaa, Mheshimiwa Magufuli akiwa rais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi alihakikisha ameiba mchakato mzima, na kipekee tuliona, mimi nikiwa mgombea wa Kinondoni mwaka 2020, tuliona jinsi askari polisi walivyokuwa wanaingia na mabegi tayari yamepigiwa kura kwa watu wa CCM, na hakika na huku Serengeti hayo yalifanyika. Kwa hivyo hatuwezi kuruhusu. Lakini mliona 2020 hiyo na 2019 jinsi ambavyo wagombea wa upinzani walivyoenguliwa. Lakini hiyo haikutosha. Mheshimiwa Rais Samia alivyochukua madaraka mwaka 2021 aliahidi mambo mengi, akisema atafanya mabadiliko, tutafanya reforms, lakini mpaka leo hakuna kilichofanyika. Na mwaka 2024 ndugu zangu, wote tulishuhudia jinsi ambavyo uchaguzi wa serikali za mitaa, ni mwaka jana tu, mna kumbukumbu nzuri, wagombea walienguliwa. Na ndiyo sababu tunasema kama hakuna reforms mpaka sasa hivi, ndio tunaingia kwenye uchaguzi 2025 mwezi wa 10 mwaka huu, maana yake ni kwamba kama hakuna reforms bado wataendelea kutuengua. Na ndiyo sababu tunasema hatuwezi kupeleka vijana wetu, hatuwezi kupeleka mama zetu, hatuwezi kupeleka baba zetu kwenye machinjio wakachinjwe. Lakini wote mmeona jinsi ambavyo watu wetu wameuawa. Leo wameenda mpaka kwenye viongozi wa dini. Mmeona katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania, Padri Dr. Kitima, wakati yuko kwenye majukumu yake, ameweza kupigwa, na kimsingi walikuwa wanataka kumuua, wahakikishe kwamba wamempasua kichwani ili afe, lakini hawakufanikiwa. Lakini sio hivyo tu, ndugu yetu Mdude ambaye amekuwa mpambanaji wa Chadema kwa siku nyingi, leo ni karibu wiki moja hajaonekana, amechukuliwa nyumbani kwake. Kilichoachwa ni damu za kutisha. Ameacha mtoto wa mwaka mmoja na mke, lakini mpaka sasa hivi hajapatikana. Wanatuambia polisi wanasema hawajui alipo. Lakini la mwisho ambalo nataka kuzungumza ndugu zangu, nchi hii tunasema ni nchi ya kidemokrasia, lakini wakati wa kesi ya Lissu, Mheshimiwa mwenyekiti wetu, kwa mara ya kwanza katika nchi hii tumezuiwa kwenda kumsikiliza,
sio tu kuzuiliwa kwenda kumsikiliza, bali mahakama wakawa wanafanya kwa njia ya kidijitali, kwamba yeye awe gerezani, lakini mawakili wengine wawe mahakamani, mawakili wa serikali wawe ofisini kwao, wanawasiliana kwa simu. Kwa hiyo wewe Mtanzania mlipa kodi uweke bando ili uweze kuwasikiliza na kuwaona. Lakini sio hivyo tu, kwa sababu ya mfumo mbaya wa mawasiliano, hata ukiweka bando ilikuwa nadra sana kuweza kuwaona. Lakini tunawashukuru mawakili wetu, wamepambana, na tarehe 19 Lissu ataletwa kwenye mahakama ya Kisutu, na wananchi tayari mahakama imetoa amri, wananchi wanaweza kwenda kumuona Mheshimiwa Lissu na kusikiliza. Lakini la mwisho ambalo nataka kusema, ndugu zangu, tuliona pamoja na kwamba tulijua Lissu ataletwa mahakamani ya kuletwa, mahakama ni sehemu ya wazi ambapo kila Mtanzania anaweza kwenda. Watu tulienda, lakini watu walipigwa kweli kweli, walipigwa kipigo cha mbwa mwitu. Lakini sio hivyo tu, polisi wetu wakawachukua hawa watu, wakawaweka kwenye magari yao ya polisi yanajulikana, yanaandikwa piti na zile namba. Lakini afande wetu wa kanda maalum ya Dar es Salaam akasema hao sio polisi wake. Tanzania tuna jeshi moja tu la polisi, atuambie hao polisi ambao sisi tuliwaona, yeye anasema sio polisi. Polisi walimchukua Mheshimiwa Heche na Mheshimiwa Mnyika tu, lakini watu wetu wamechukuliwa, wamepelekwa kwenye mapori Bagamoyo, wamepigwa, wametelekezwa huko, na baadhi tunao hapa. Kwa hivyo ndugu zangu, mnaweza kuona ni jinsi gani serikali ya Chama cha Mapinduzi ilivyofilisika. Tunachoweza kusema, CCM imebaki na akili moja tu ya kukimbiza mwenge mchana wakati kuna mwanga. Sasa unajiuliza, hawa watu wana akili au ni wachawi? Mimi nadhani umwenge kama hawaturogi basi sijui. Kwa hivyo ndugu zangu, naona mkurugenzi yuko karibu, niseme tu ninawashukuruni sana, ninawapenda sana. Asante sana mama yangu Susan Limo. CCM ni